Kama tulivyogana wa darasa leo itakuwa ni kuhusu ahkamul janaiz, mambo ya hukumu za mazishi. Huenda ikampitikia mtu pengine kwenye nafsi yake akajiuliza, kwa nini watu kupoteza wakati wakakaa kitako wakadurusu mambo yaliyohusiana na mazishi? Imehusu nini? Au kwa nini tupoteza wakati tuzungumziane mambo haya? Na kwani katika mazishi mtu akishakufa kuna hukumu yoyote nyingine ile? Si mtu kafa tu basi. Kwa hakika kuna umuhimu mkubwa sana tena wa lazima Waislamu kukaa kitako kuzungumziana jambo hili la mazishi, na ndani ya mazishi kuna hukumu kama zilivyokuwa ndani yake kuna hukumu za sala, za siyam, za hija, na katika jambo zima la mazishi kuna hukumu. Hakuna kitu ambacho kimeachwa ovyo ovyo katika dini. Mwenyezi Mungu anasema ma farratna fil kitabi min shay, hatukubakisha kitu chochote kwenye kitabu chetu sisi, kila kitu tumekiwekea hukumu. Na katika aya nyingine akasema vile vile thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, kisha tumekufanya wewe Muhammad uko juu ya sheria kwenye kila jambo, fuata sheria. Ukitaka kusali kuna sheria zake, ukitaka kufunga kuna sheria zake, ukitaka kuhiji kuna sheria zake, ukitaka kutoa zaka kuna sheria zake, ukitaka kuzika vile vile kuna sheria zake vile vile. Na takriban tabia mwanadamu ni kama alivyosema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam ya kwamba innal quluba la tasda'u kama yasda'u alhadid, hakika nyoyo hufanya kutu kama kutu kinavuta, kama chuma kinafanya kutu vile vile. Nyoyo za binadamu huingia kutu, na kutu hizo katika nyoyo kama zitakuwa ni nyingi huuziba moyo ule ukawa hausikii chochote baadaye. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun, bali Mwenyezi Mungu ameziba, amepiga ribi juu ya nyoyo zao makafiri kutokana na mambo maovu na yachuma. Imefika wakati hata useme nini hakiingiki. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kwa sababu gani? Ma kanu yaktubun, sisi tumejalia kwenye nyoyo zao akinna, kuna kizuizi, kizibo kinazuia an yafqahu, wasisikie tena yale ambayo wewe Muhammad unazungumza nao. Wa fi adhanihim, na katika usikizi wao vile vile waqra, kuna uziwi, kwa sababu nyoyo zimeshaingia kutu, hakipiti kitu kingine. Masahaba walikuwa taabani, mtume Mwenyezi Mungu aliposema kwamba nyoyo huingia kutu kama kinavyoingia chuma kutu, ilibidi waulize, qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, fahal lidhalika min jala'in, basi ikiwa nyoyo zimeingia kutu kuna kitu chochote cha kusafishia kutu hizo kwenye nyoyo? Mtume akamwambia naam, kipo kitu cha kusafishia kutu kwenye nyoyo kama chuma kinavyosafishwa kutu zake. Vile vile wataalamu wapoji wa vyuma wanajua vipi wataitoa kutu kwenye chuma. Wanatumia moto, wanatumia msasa, wanatumia braso, wanatumia hivi, lakini hatimaye kutu inaondoka, na wanakitumia kwa haja zao mbalimbali. Na kwenye moyo wa binadamu vile vile utapoingia kutu, basi kiko au viko vitu maalum vya kusafishia kutu hivyo. Mtume akavitaja vitu hivyo, tilawatul Qur'ani wa dhikrillah, ni kusoma Qur'ani kwa wingi, tena usomaji wenyewe ma'a tadabburin, pamoja na kuzingatia maana yake. Tilawatul Qur'ani wa dhikrillah, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu kuanzia kwa ulimi na mpaka kwa vitendo, kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Na katika pahala anapoweza kukumbuka Mwenyezi Mungu sana, mtume ametoa wasia, anasema akthiru min dhikri hadhihi ladhati,
Fanyeni wingi wa kujikumbusha kitu chenye kuvunja utamu wa uhai, si chengine bali ni mauti, al-maut. Ukiyaweka mauti mbele yako, ina maana ya kwamba utajizuilia na mabaya na utafanya spidi kubwa ya kuyakabili mema, kwa sababu mauti yako usoni kwako. Lakini utapoyaweka mauti mbali na wewe au nyuma ya mgongo huyaoni, basi ina maana sasa kwamba utayapuuza na utojali unalolifanya. Kuua, utaua, utanyang'anya, utaiba, utadhulumu, kwa sababu mauti umeyaweka mbali na wewe. Wasia wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema akthiru, msijikumbushe mara moja mbili tatu, fanyeni wingi, fanyeni sana dhikra hadhihi lazati, kujikumbusha kitu chenye kuvunja ladha za uhai, si chengine kitu hicho, al-maut, nacho ni mauti. Ndiyo maana kwa Waislamu ziwepo darsa maalum kuzungumziana ahkamul janaizi, hukumu za mazishi. Na katika pahala palipokorogwa dini ya Mwenyezi Mungu, kwa hakika miongoni mwa mahala mwingi kwenye mambo ya mazishi, dini ya Mwenyezi Mungu imekorogwa mno, imeharibiwa sana, kama tutavyoona ndani ya kitabu. Na uzuri wa jambo, hususan katika mwandishi wa kitabu unapomsoma kitabu chake, uzuri wake hasa ni kutaka kumjua yeye ni mwandikaji ni mtu wa aina gani, ameelemea upande gani kiitikadi, ni mtu ashabu sunani au khurafati, ni mtu gani. Na utamjua uzuri kama utamwangalia kwenye utangulizi wa kile kitabu anachokiandika. Utaangalia kwenye utangulizi anazungumza nini, ndipo utapopata kufahamu vizuri yaliyomo ndani ya kitabu chake. Baada ya kuona utangulizi wa maneno yake, utamsoma baada muda mfupi tu utamjua kwamba huyu ameelekea pale fulani, huyu ameelemea zaidi madhehebu fulani, huyu yeye ni mtu fulani. Kwa hivyo pale pale inaanza kuchujuka hamu yako ya kukisoma kitabu kile, baada ya kujua huyu mtu kumbe ni mtu aina kadhaa. Na utapata hamu kubwa ya kutaka kuendelea kitabu hicho, bali itakuwa hamu hakikutoshi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, baada ya kumjua mwandikaji ni nani. Pengine analingana na itikadi ulionayo, utabidi umkubali, umpende na umuamini vilivyo, kwa vile namna alivyojitaja mwenyewe mtu huyo mwandikaji wa kitabu. Kwa hivyo tutaanza kabisa na ukurasa wa alifun. Ukurasa wa alif, al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na anaanza kitabu kuandika, anatumia khutba yenye ayatul hajat, ayatul haja, aya za haja. Mtume akizitumia mara nyingi kwenye khutba yake. Kwenye Ijumaa anapoozesha mara nyingi akitumia khutba hii ambayo amefungulia ya Albani. Hapo hapo utaanza kumuona ni mtu aina gani mwandikaji wa kitabu. Anaanza kwenye khutba ya haja, innal hamdalillah, hakika sifa kwa ukamilifu. Ukitaka kusifu pahala pasiwe na dosari, sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu pekee yake. Popote pengine utaposifu huenda kukawa kuna kasoro ya binadamu ndani yake, lakini sifa akmal lillahi ni zake Mwenyezi Mungu. Nahmaduhu, tunamshukuru yeye. Wanasta'inuhu, na tunamtaka msaada yeye atusaidie katika mambo yetu yote. Wanastaghfiruhu, na tunamuomba msamaha yeye atusamehe katika makosa yetu makubwa na madogo. Wanaudhu kwa Mwenyezi Mungu min shururi, alokana na shari za nafsi zetu, alina yule ambaye wa uongofu na Mwenyezi Mungu, yule ambaye mwenyeongoa fala mudilla la, basi hakuna yoyote ya kuweza kumpa huyo abadan. Hata akitumini, atumie nguvu, atumie taa, atumie vitisho, madhal Mwenyezi Mungu ameshampa mja wake uongofu, hakuna wa kumuongoa. Wa man yudlil, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemachilia mbali kupotoka, kwa sababu yeye mwenyewe kaichagua njia ya upotofu. Katika kuongoa Mwenyezi Mungu anaongoa, naam, hawezi mtu kujiongoa mwenyewe. Wayahdi ilayhi, Mwenyezi Mungu anamuongoa kwake, man yunil, yule aliyekuwa tayari kuelekea kwake.
Na yule ambaye hataki kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, kachagua njia yake mwenyewe, basi Mwenyezi Mungu mwachilia mbali aelekee anapotaka mwenyewe. Waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, na yule ambaye anamuasi mtume Mwenyezi Mungu hivi hivi baada ya kumbainikia yeye uongofu, wayattabi', na akawa anazifuata ghaira sabili almu'minina, sio njia za waumini ambazo wameambiwa wazifate, basi Mwenyezi Mungu anasema nuwallihi, tunamuelekeza sisi matawalla, kule ambapo yeye mwenyewe kapenda kuelekea. Lakini tunamwambia kabisa kabla hajaelekea, wanuslihi jahannam, tutamsukuma tumtose katika jahannam. Wasaat masira, ni pahala pabaya mno pa marejeo, kurejea kiumbe hapo. Kwa hivyo waman yudlil, na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwachilia mbali kupotoka, fala hadiya lahu, hakuna yoyote wa kuweza kumuongoa yeye. Hata akitumia pesa, akitumia nguvu, hawezi tena kumvuta kwenye uongofu. Madhali Mwenyezi Mungu amemwachilia mbali, amuongozi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia ya kwamba hakuna yoyote afaye au anastahili kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana yoyote ambaye ni mshirika wake katika uwezo, katika sifa, katika kutaka, katika kukataa. La sharika lahu, hana mshirika na yeye. Wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia hakika ya Muhammadi abduhu wa rasuluhu, ni mtumwa wake na mjumbe wake. Anaanza kutumia ayatul hajati sasa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqatihi, kwa namna inavyostahiki yeye Mwenyezi Mungu kupewa hadhi hiyo ya kuogopwa. Wala tamutunna, na hakikisheni, tahadharini, msije mkafika kufa illa wa antum muslimun, isipokuwa na nyinyi mmekuwa ni wenyekevu, mliosalim amri, yani kwa jina la Waislamu. Usije ukafa katika itikadi nyingine, kufa hali yapo ni Muislamu. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu aliye mlezi wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi hiyo mkewe. Wabatha minhuma rijalan kathira, na akaeneza akachawanya Mwenyezi Mungu kutokana na viumbe wawili hao wanaume wengi, wa nisaa, na wanawake wengi vile vile. Wattaqullaha, na muogopeni Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye tasaaluna bihi, mnaombana haja zenu, mnaombana misaada yenu, bihi, kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu ili mtu asadikiwe anayosema. Wallahi shahidi rabbi, mimi nakuuzia kwa hasara. Kumbe muongo bwana, wala hamuuzi kwa hasara yoyote. Hii ni kwako wewe, wallahi alazim shahidi rabbi, ni kafiri anasema. Hii mimi ninauza kwa hasara kwa wewe. Kumbe si kweli, anataka haja yake ipate kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mbele. Tasaaluna bihi, mnatakana haja zenu, bihi, kwa yeye, kwa kumtaja jina lake ili uaminiwe, ukopeshwe, ugaiwe, ufanyweje na kama hivyo. Wal arham, na kama mnavyostahili kumwogopa Mwenyezi Mungu huyo, ogopeni jambo la kukata mtu nasabu yake, kukata mtu ukoo wake, kuwadharau wale ambao ndio Mwenyezi Mungu amejalia wawe ni wazee wake, ndugu zake, mashangazi zake, maame zake, mama zake wadogo, dada zake. Wale ni watu wenye hadhi kubwa mbele yake, ndio Mwenyezi Mungu ameshaamua hivyo. Na angetaka wazee wako wa Mayahudi angefanya hivyo, hakutaka hivyo, kataka utoke kwenye mifupa ya Waislamu, waheshimu sana, waenzi sana, uungana nao kwa misiba na furaha. Wal arham, ogopeni vile vile jambo la kukata nasabu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana alaikum raqiba, amekuwa juu yenu ni muangalizi, anaangalia, asiyepepesa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, haimchukui yeye kusinzia wala kusahau wala kulala kabisa kabisa. Yeye amekuwa raqiban, ni mchungaji wa amali zenu, anaangalia kwa madhubuti kabisa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa qulu, na mseme qawlan sadida, neno la haki, maneno yenye maana, maneno yatakayo kupatieni faida. Msiseme maneno ya ovyo, msiseme uongo, msidhulumu, msisengenye. Qulu qawlan sadida, semeni maneno mema. Maana mwanadamu amekamatiwa usukani na ulimi wake takriban. Ulimi ndio wenye usukani. Hichi kiwiliwili hichi kiona hivi hivi, hakina
nguvu yoyote, hakina msimamo, hakina ujasiri, bali ulimi ndiyo mshikaji usukani. Walidhalika, na kwa ajili hiyo atapoamka mwanadamu asubuhi, viungo vyake vyote 359 vinaosha kama ulimi. Qulu qawlan sadida. Chanzo cha kuharibikiwa mtu ni ulimi wake, chanzo cha kupotoka mtu ni ulimi wake, chanzo cha chari yote ni ulimi wake. Na kuongokewa mtu anaanza kwenye ulimi, kufanikiwa mtu ni kwenye ulimi, salama yake ni kwenye ulimi wake vile vile. Yatosha mtu kabisa kuingia makosani kwa makosa ya ulimi wake. Basi viungo vya mwili mtu akiamka asubuhi 360 vyote kwa jumla 359 huusakama ulimi. Vikasema naye ulimi, tukamwambia ya lisanu, ewe ulimi wewe, ittaqillaha fina, muogope Mwenyezi Mungu kuhusu sisi viungo wenzio. Fa innama nahnu fika, kwa sababu sisi tuko kwako wewe, tutakutegemea wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha amri za Mwenyezi Mungu ulimi, na sisi ni mateka, tutasimamisha vile vile. Wa in iwajadita, lakini ukenda upande wewe, ukenda mshadhari wewe, ukikrosi njia mbaya, iwajadna, kaa ukijua ulimi mataka yote unayo wewe, na sisi vile vile tutakwenda upande vile vile. Kwa hivyo ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, nasemeni maneno mema, semeni maneno ya haki, semeni maneno mazuri. Chanzo cha kuongokewa kwenu na mambo yenu ni maneno mazuri. Maneno mazuri yatumie mpaka ndani kwako. Hakikisha kwamba ulimi wako hautamki maneno ya ovyo, ili watoto wako wasijakaona kwamba la, maisha ndiyo haya, maneno ndio haya. Halafu na wao vile vile wachukua zile zile unazotumia wewe baba mtu, mshikaji wa sukani wa nyumba, watamwambia mama yao, watamwambia dada yao, watamwambia bibi yao maneno hayo yanayotoka kinywani ikiwa ni machafu matupu, basi na wao ndio wanaleleka vile. Lakini kama watakuta nyumba inachungwa barabara, maneno ni mema, dhikri ya Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu, Qur'ani inasoma sana, ilmu sana, na wao itabidi kwa lazima waondokee vile vile. Waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno mema. Mkifanya hivyo, ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyopo ni kwamba yuslih lakum a'malakum, atakunyoosheeni Mwenyezi Mungu kutengenezeni mambo yenu yote, wayaghfir lakum dhunubakum, na kubwa zaidi mulihitaji yalo binadamu ni kusamehewa madhambi yenu, ambayo binadamu hawezi kusalimika na kitu kitame madhambi. Ana kawaida hiyo, binadamu ni mtumaji wa madhambi. Kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ana tabia ya kukosea, lakini wa khairul khata'ina, bora ya wakoseaji at-tawwabuna, ni wale wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu wakatubia haraka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaahidi mkifanya hivyo, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti'i llaha, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, huyo amefuzu kufuzu kukubwa. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwemo katika kundi la wenye kufuzu kukubwa fi dunya wal akhirah inshallah. Baada ya kuweka khutba hiyo ya haja ambayo Mtume Mwenyezi Mungu akitumia sana mara nyingi, hata katika mambo ya harusi akitakuozesha, atakusanya Waislamu awatajie maneno haya muhimu mno, ndiyo dira ya kila kitu maneno hayo, kama yatafahamika kwa Waislamu. Amma ba'du, wanasema ama baada ya hayo, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Hapo ndipo unapomjua muandikaji wa kitabu ameelekea wapi na yeye ni nani, anaweka muhuri wake. Sasa hakika ukweli wa mazungumzo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndipo inapopatikana ukweli wa maneno, ukweli wa mazungumzo, ukweli wa habari kwa hapo. Kama kuna ukweli pala popote, lakini kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu asdaqu, kimepindukia kwenye ukweli zaidi. Wa ahsanal hadi, na uzuri wa uongofu. Hadi Muhammadin, ni kufuata uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio ahsanal hadi. Kama kuna popote penye uongofu, basi kwa Nabii Muhammad kwake tutakuwa ahsanal hadi au khairal hadi vile vile. Katika baadhi ya riwaya ni zote sahihi hizo, ahsanal hadi, khairal hadi, namna kama hiyo. Hadi Muhammadin ni uongofu wa Muhammadi, wa sharral umuri, na uovu wa mambo. Na uovu wa mambo muhdathatuha, ni yale yenye kuzuliwa yake. Mambo hayo ni yale yazuliwayo.
wa kullu muhdathatin, na kila jambo jipya lilozuliwa, bid'atun, hutamkwa kidini kisheria kwamba huo ni uzushi. Hayo maneno ndio mtume hayo. Yeye Albani kayatia hapa tokea mwanzo, anaanza na khutba ya haja ya mtume, ndivyo mkitumia vile. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi pahala pake unapomalizikia ni pamoja tu, hakuna pahala pengine ambapo uzushi ndani ya dini umalizikia. Ikiwa uzushi kidunia, mbali kabisa. Dunia ni kitu kingine na dini kitu kingine. Mwenyezi Mungu alipotia seal kwamba pasizuliwe kitu, pasiongezwe kitu, ni katika dini yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii mimi nimekamilisha dini yenu. Dini iliyofungwa, sio dunia, sio baskeli, sio umeme, sio mutukari, sio aeroplane. Palipofungwa ni kwenye dini, kwenye ibada, kwenye sheria za kidini kumefungwa. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum alislam dina, na nimekuwa radhi mimi kwenu nyinyi Uislamu. Hivyo alivyokuja na Muhammad ndio dini yenyewe kamili. Toshekeni na hiyo. Kwa hivyo wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotevu pahala pake ni motoni tu, hakuna pahala pengine. Anaendelea kusema wa qad qala Allahu azza wa jalla, kwa hakika amesema Mwenyezi Mungu aliyeshinda na aliyetukuka. Amesemaje? Tabarakalladhi, ni mwenye baraka nyingi yule ambaye biyadihi almulku, kwenye mkono wake ndo kuna ufalme wa kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muwezaji kamili, hana kasoro yoyote kwa jambo lolote litakalo. Alladhi, mwenye baraka nyingi huyo ni yule ambaye khalaqal mauta, ameumba mauti. Kataja mwanzo Mwenyezi Mungu mauti. Hii ndiyo dira anayotuwekea Albani. Kwa nini anaandika kitabu Ahkamul Janaiz? Kwa sababu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amezungumza hivi. Je, mwanadamu atajiweka upande gani na kitu hichi kiitwacho mauti? Alladhi khalaqal mauta, Mwenyezi Mungu ameumba mauti, wal hayata, na uhai. Hivi vitu Mwenyezi Mungu ameviweka kwa lengo maalum, li gharadhin ma, kwa shabaha maalum. Shabaha yenyewe liyabluwakum, ili akujaribuni, ili akutehanini, akutieni kwenye mtihani. Mtihani wenyewe mnatizamwa, mnaangaliwa, yanaandikwa mambo yenu. Ayyukum, yupi kati yenu nyinyi, ahsanu amala, ni mtendaji wa amali nzuri. Na si lazima ziwe nyingi, si hoja kuwa nyingi, zatakiwa nzuri. Na nzuri ni nini? Nzuri ni sahihi, zimetokana na Mwenyezi Mungu, zimetokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ndo nzuri hizo. Hazikutoka kwa Mwenyezi Mungu, hazikutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hazina uzuri hizo. Hata kama wataziona nzuri dunia nzima, haziwezi kuwa nzuri hizo. Imam Malik ibn Anas anasema ma lam yakun al-yawma dinan, katika al-yawma akmaltu lakum dinakum, anasema ma lam yakun al-yawma dinan, lolote ambalo siku ile inasoma aya ile Arafatin pale kwenye hija ya Mtume al-Wida, hija ya kuaga mwaka wa 10 Hijiria, basi lolote lilokuwa si dini wakati ule, fala yakunu al-yawma dina, haliwezi kuwa dini katika zama zetu sisi abadan. Na tufanye tu, na tujifurahishe tu, na tujilia hiyo makaramu na mawali na mahalua, lakini kwa hakika wa dini si dini. Tukipenda tusipende, na tujifurahishe, na tuwanyang'anye watu mapesa yao, na tuwatishe kuwaambia si wenzetu kama wakutoa hiyo michango, lakini kwa dini si dini. Ma lam yakun al-yawma dinan, lolote ambalo halikuwa dini wakati ule, aya inasema al-yawma akmaltu, kwa kuwa imekamilika, fala yakunu al-yawma dinan, haliwezi kuwa dini leo hii jambo hilo. Huyo ni Imam Malik ibn Anas, Imamu Dari al-Hijra, anasema hivyo. Anakubalika katika watu wa Sunni wote kwamba ni mtu katika ambaye mwema, mwendo wake uongofu, ni mtu wa haki. Kwa hivyo uhai huu kwa hakika lengo lake ni kutihaniwa binadamu, ni kuweka pahala akajaribiwa. Hilo ndilo shabaha lenyewe, hiyo ndiyo shabaha yenyewe ya kuwekewa mtu mauti na uhai. Liyabluwakum, ili Mwenyezi Mungu akujaribuni. Ayyukum ahsanu amala, yupi kati yenu mtendaji wa amali njema, amali nzuri. Wa huwa al-aziz, naye Mwenyezi Mungu ana nguvu, anawasubiri viumbe vyake kwa matendo hayo, ana nguvu madhubuti. Na vile vile al-Ghafur, ni msamehevu, nguvu zake hata zitumia ovyo